Wafanyakazi wawili wa ubalozi wa Israel wamepigwa risasi na kuuawa mbele ya jumba la makumbusho la Capitol Jews huko Washington usiku wa kuamkia leo. Balozi Yechiel Leiter aliongeza kuwa walioathiriwa ni wanandoa wachanga ambao wamechumbiana hivi karibuni. Mshukiwa alipiga kelele huku akisema Palestina huru wakati akikamatwa. Mkuu wa idara ya polisi ya Metropolitan Washington MPD Palema Smith alitangaza na kuongeza kuwa mshukiwa pia alionekana akitembea nje ya makumbusho kabla ya tukio hilo kutokea. Maafisa wa Israel wameilani shambulizi la risasi katika ubalozi wa Israel huko Washington ambalo limetokea usiku wa kuamkia Alhamisi. Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu anasema alishangazwa na mauaji ya kutisha dhidi ya Wayahudi na wafanyakazi wa ubalozi huo huko Washington, ofisi yake ilisema katika taarifa. Tunashuhudia gharama mbaya ya chuki dhidi ya Wayahudi na uchochezi mkali dhidi ya taifa la Israel. Damu inakashifu dhidi ya Israel inakuja kwa gharama ya damu na lazima ipigwe vita hadi kukomeshwa, Netanyahu alisema. Moyo wangu unaumia kwa familia ya kijana na mwanamke mpendwa ambaye maisha yake yalikatizwa ghafla na muuaji wa kudharauliwa. Nimeagiza kuimarisha mipango ya usalama katika misheni ya Israel duniani kote na kuongeza ulinzi kwa wawakilishi wa serikali, alihitimisha waziri mkuu huyo bwana Benjamin Netanyahu. Balozi wa Israel katika Umoja wa Mataifa Dani Danon aliita upigaji risasi huo kitendo cha kigaidi dhidi ya Wayahudi katika chapisho lake katika ukurasa wa X, na ameongeza kuwa kudhuru jamii ya Wayahudi ni kuvuka mstari mwekundu. Ufyatulianaji wa risasi uliotokea nje ya tukio lililofanyika katika jumba la makumbusho la Kiyahudi huko Washington DC ni kitendo cha kipotevu cha ugaidi dhidi ya Wayahudi. Kudhuru jamii ya Wayahudi ni sawa na kuvuka mstari mwekundu. Tuna imani kwamba mamlaka ya Marekani itachukua hatua kali dhidi ya mhusika. Hata hivyo, imeelezwa kwamba Israel itaendelea kuchukua hatua kwa uthabiti kulinda raia na wawakilishi wake kila mahali duniani kote. Danon alimalizia akisema kwamba Israel na mamlaka za Marekani zitawasiliana kuhusu ufyatuaji wa risasi huo. Hata hivyo, waziri wa mambo ya nje wa Israel Gideon Sar alizitaja habari za shambulio hilo kuwa za kutisha na kuongeza kuwa wawakilishi wa taifa la Israel siku zote na hasa katika kipindi hiki wako katika hatari kubwa katika maeneo mengi ya ulimwengu. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio yaliyotokea huko nchini Marekani baada ya Waisraeli wawili ambao ni wafanyakazi wa ubalozi wa Israeli huko nchini Marekani kupigwa risasi na kuuawa katika ubalozi wao. Endelea kutufuatilia mtazamaji wa The World News, nasi tutakujuza mengi yanayojiri katika ulimwengu kupitia hapa The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.